Bado tunaendelea na mada yetu ni ile ile, kwa nini watoto wengi wanakosa nidhamu especially kwenye nchi za magharibi. Jamani, wazazi, ukosefu wa nidhamu kwa wazazi, naona kama kuna migogoro mingi sasa kwenye familia. Unakuta wazazi wenyewe binafsi ndani ya nyumba wamekosa nidhamu, na hili kidhani inaweza ikaathiri sana kwa watoto, ukosefu wa nidhamu ndani ya nyumba, kwa sababu kama tulivyoanza kujibu hapo mwanzo, kwa sasa alichangia na wewe ulichangia, sema wazazi ndio chanzo kikubwa cha nini, cha nidhamu kwa watoto. Wanapoona wazazi hawana nidhamu ndani ya nyumba, watoto wanafanya nini? Wanakosa nidhamu. Ndio watoto wengi wanafanya nini? Wanakosa nidhamu sana kwa wazazi, kulingana na wazazi wanakosa nini? Nidhamu wenyewe ndani ya nyumba. Je, swali linakuja lingine, nasema hivi, ukosefu wa maadili katika jamii unaathiri watoto? So tunaona kama jamii, sisi kama jamii ya Waafrika unakuta tumeshakuwa kama tumepotea. Kuna watoto ambao tumekuja nao au tumewazaa hapa, naangalia jamii yetu hata tueleweki. Inaweza kuathiri sana ukosefu wa nidhamu kwenye jamii yetu. Itawaathiri tu, lazima iwaathiri kwa sababu kitu ambacho tunatakiwa kujifunza kama wazazi ni kwamba mtoto anajifunza kwa kuangalia. Unaona, sio kwa kusikiliza. Unaweza ukamwambia mtoto kitu, lakini unatakiwa na wewe uwe mtendaji wa kile kitu ambacho unakitenda. Unaona, uweze ukamwambie mtoto kitu alafu wewe unakifanya tofauti. Umemkataza kitu fulani, unamkataza haruhusiwi kuangalia TV mpaka saa 4 usiku, wewe upo kwenye TV mpaka saa 8 usiku. Yeah, it makes sense. It makes sense. Kwa hiyo ukikataza humu ndani hakuna kuangalia TV mpaka saa 4 usiku ndio mwisho, kila mtu atakiwa wewe kwenye chumba chake. Kama wewe unatamani kuweka na wewe TV chumbani kwako, hapa unafunga, kwa sababu mtoto anapoangalia anaona vile unavyomwambia na wewe unavitenda. Inamsaidia sana katika malezi yake bora. Kwa hiyo kwenye jamii, kama jamii haiko katika mwenendo mzuri na watoto wapo wanaishi kwenye ile jamii, wanaona yanayopitika kwenye jamii, kwa hiyo wanaiga yale, wanadhani ndio staili ya maisha ilivyo sasa hivi. Kumbe wanaharibika, wanafuata njia ambayo sio sahihi. Asante. Sababu kama mtazamaji, ukosefu wa nidhamu kwenye jamii unaweza kuathiri watoto. Ukosefu wa nidhamu au ukosefu wa nidhamu kwenye jamii. Lakini jamii, unajua tumezungukwa na jamii hapa, kama jamii yetu sisi wa Afrika au wa Kongo, Warundi, wa Tanzania. Unakuta sasa pale mnapokwenda kwenye jamii yako, unakuta nyinyi hata yani jamii nzima haina hata nidhamu. Watu wazima unaweza kuathiri watoto. Lazima iwaathiri kwa sababu unajua watoto wanajifunza kwa watu wakubwa. Kile wanachokiona ndio wanaenda kufanya na wenyewe. Hiyo lazima, ndio maana nimesema wazazi pia tujaribu sisi wenyewe kwanza kutengeneza. Tukitengeneza, tutatengeneza vizazi ambavyo vitakuwa ni vizuri kwa mbele. Kwa sababu watu wanajifunza ni kwetu sisi. Wazazi wakiwa wamenyooka, lazima vizazi vitanyooka, kwa sababu wanapita mle. Wanapita ile njia ambayo mmepitia ndio wanapitia. Kwa sababu ikiwa nidhamu sisi watu wazima tutakosa nidhamu, lazima na watoto watakosa nidhamu. Lakini tukitengeneza nidhamu, hata watoto watakosa nidhamu huku chini, lakini watajaribu hata kujifunza. Tutaokoa watoto wadogo humu ndani ambao watakuja kuwa kizazi kizuri mbeleni. So kwa hiyo naweza nikasema kwamba pia ni wazazi tujaribu kuangalia tufanyaje ili tutengeneze nidhamu ya watoto. Jamani, asanteni sana. Tuendelea kipindi chetu, lakini kama tunafikia mwisho wa kipindi chetu, tunakwenda kwenye hitimisho sasa. Pengine tunataka kuendelea hiki kipindi baadaye kama ikiwezekana, lakini tunafika kwenye hitimisho sasa ya kipindi hiki. Sasa tufanye nini ili tuweze kurejesha nidhamu kwa watoto? Kwa hiyo tunaenda kwenye conclusion sasa. Hitimisho, tufanye nini? Tutaanza kumsikiza Bwana Protas, baada tupate hitimisho lake na Mgabo atatupa hitimisho lake na tutamalizia kipindi chetu. Karibu Bwana Protas, tufanye nini ili tuweze kurejesha nidhamu kwa watoto? Kitu cha kufanya ni kwamba turudishe nidhamu ambayo inayostahili. Kama wazazi tuweke taratibu zinazostahili ndani ya nyumba. Tujaribu kuwa na ukaribu na watoto, tujaribu kufuatilia vitu watoto wetu wanavyovifanya, ujue ni kitu gani anachofanya, kwa sababu kwa kufuatilia vitu anavyofanya mtoto utamsaidia
kumwelewesha. Labda anaweza kawa nakifanya kwa sababu wengine wanakifanya, hajui kama kina madhara gani, unaona. Kwa hiyo ukimfuatilia utaanza kuona hichi kitu unachokifanya madhara yake ni haya na haya na haya na haya, kwa sababu unafuatilia. Lakini kama haufuatilii mambo anayofanya mtoto, itakuwa ni vigumu kurudisha ile nidhamu, unaona. Utakuja vitu vingine utakuja kuviona vinatokea hivi, unabaki unashangaa, huyu ni mtoto wangu kweli? Yeah, ni mtoto wako kwa sababu ulikuwa umfuatilii, unaona. Na tujaribu kwa kitu kingine ambacho kinasaidia ni kuwaandikisha watoto kwenye michezo mbalimbali. Watoe watoto kwenye kama una uwezo ule wa kuandikisha kwenye michezo, labda tutawapa na michezo, ujitahidi kama sama hii, unaona, wapeleke, watoe mbali na haya device manini ndani ya nyumba. Unaenda nao kwenye mapaki, mkae karibia hata masaa 2 3 wakimbizane huko, warudi, unaona, wanapata akili mpya, wana refresh akili ile ya video game, inatoka inaingia akili ya mazingira, unaona. Kwa hiyo hilo itasaidia. Na jambo kubwa la mwisho ambalo naweza nikasema ni kwamba tuombe Mungu, tuombe watoto kwa Mungu, kwa sababu Biblia yenyewe inasema watoto wetu watafundishwa na Bwana, unaona. Kwa hiyo tumuombe Mungu atusaidie kuwafundisha watoto, unaona, kwa sababu peke yetu hatuwezi bila yeye. Karibu kwenye hitimisho lako, tufanye nini? Kwa ushauri wangu naweza nikasema kwamba naweza nikasema wazazi kwanza tujaribu kwanza kutengeneza nidhamu kwanza sisi wenyewe tukiwa tuko chumbani kwanza. Unajua nidhamu hutengenezwa chumbani, alafu baadaye ukija sebuleni, kwa sababu ndio kuna watoto, ile nidhamu umetengeneza kule chumbani unakuja kuonesha kwa sebuleni. Kwa hiyo na watoto pia watajifunza kutoka kwenu. Na naweza nikasema pia wazazi tujaribu kufuatilia watoto sana kwenye michezo yao, kila kitu anachokifanya. Usimalizi muda wa masaa 3 2 haujajua mtoto anafanya nini. Hata kama anaweza kuwa yuko chumbani, lazima uende tu shtukize, usigonge. Ingia tu chumbani kwa ghafla, ni unamshtukiza tu kidogo, mwanae anafanya nini. Kwa sababu kigonga mlango, hata kama alikuwa anafanya mambo mabaya yaeleweki, atajificha. Jaribu kumshtukiza kwa mara, kama kwenye muda fulani unamshtukiza, tunaangalia ni kitu gani, au hata kama hayupo nyumbani, unaweza ingia hata chumbani kwake ukakagua nini, kwa nafasi ya FBI. Unaona, kwa ndani ya nyumba. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunataka wazazi kufanya hivyo, unaona. Na pia tusaidie watoto kuwapeleka kwenye michezo tofauti, wawe mbali sana na hizo electronic sana, ili wapate hata michezo, kwenda kucheza mpira, kwenda kutembea kwenye mabahari nini, kwenye ufukwe na kitu kama hicho. Inaweza kusaidia sana watoto kutengeneza pia hata mafikira yao Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho ni wazazi ndio ufunguo wa watoto. Tukitengeneza wazazi, wakitengeneza kizazi kizuri, kila kitu kitakuwa sawa. Hata kama una uwezo unapeleka nyumbani kidogo. Hata Afrika unapeleka kidogo, wanaenda wanajichanganya, wanatembea kwanza kwa mguu na wenzao, wanapata ule muda wa kucheza. Akiwa mwezi mzima kule hana video game, hana nini, anajifunza maisha mengine, anaona kwamba kumbe kwa kweli